Haya, mtazamaji, nimerejea tena na asante kwa kuendelea kusalia nasi, na sasa ni habari za biashara na uchumi. Manispaa ya Songea mkoani Ruvuma imeanza mkakati wa kugeuza taka kuwa ajira, jambo ambalo litasaidia kupunguza kiasi cha taka zinazozalishwa ambazo baadhi huzagaa mitaani katika maeneo mbalimbali ya manispaa hiyo. Kila siku zaidi ya tani 90 za taka huzalishwa katika manispaa hiyo, ambapo baadhi hupelekwa dampo, huku sehemu ya taka hizo zikitupwa ovyo kwenye mitaro ya barabarani, maeneo makazi na sehemu za masoko zikihatarisha afya na mazingira. Yusuf Kayanda anatueleza. Kila mfuko wa plastiki, kila kopo na kila chupa unaliona hapa katika dampo la Subira liliwahi kutupwa na mtu mmoja katika manispaa ya mji wa Songea. Lakini taka hizi zikukusanywa kwa siku hufikia zaidi ya tani 90 ambazo zinakusanywa kila siku. Swali, si taka pekee zinazozalishwa hapa, bali kila mwananchi anawajibika vipi katika namna ya kutunza mazingira ya mji huu wa Songea? Kwa sisi kuokota haya makopo, tuliona ni fursa ya watu ambao wanakuja kuchukua mafuta hapa Sheli. Unakuta hawana hata makopo, hawajaja na kopo, wanakuwa wanahitaji makopo. Mimi ni binti wa miaka 19 na pia hii kazi sio kwamba ni kuzalisha. Kwa watu ambao wananiangalia mimi wanaona kama nimechanganyikiwa kwa sababu hawajui thamani ya mazingira ambayo tunaishi. Ingekuwa ni adhabu, mimi usingeniona hapa kwa sababu hakuna mwalimu ambaye ananisimamia hapa. Ingekuwa ni adhabu, ningesema mimi niende nikaokote taka, mwalimu hayupo, ngoja niondoke. Lakini ukiangalia kila mwanafunzi hapa anafurahia kile kitu ambacho anakifanya. Kwa wengi wanaamini dampo ndiyo sehemu ya mwisho ya takataka, lakini katika halmashauri ya manispaa ya Songea wanaamini hapa ndio sehemu pekee sasa pa kwenda kufungua ukurasa mpya wa uchumi katika manispaa hii ya Songea. Ni mji ambao ni wa kilimo, unazalisha taka sana, na ardhi yetu inahitaji mbolea mwaka hadi mwaka katika kilimo. Ukilima bila mbolea, maana yake hautavuna, lazima upate mbolea. Kwa hiyo tunakuja na mpango mkakati mkubwa wa kuhakikisha hizi taka tunazichakata. Tuanze sasa kuchakata katika hili dampo, kuchakata mbolea, maana tutatengeneza zile seli, tutatenganisha taka. Napata shida sana manispaa hapa. Kitoka mita chache tu unakutana na machaka. Kama ni lazima kufyeka majani, tufanye hivyo. Kutoka katika dampo hili la Subira lilopo hapa manispaa ya Songea mkoani Ruvuma, mimi ni Yusuf Kayanda wa Channel 10. Bodi ya Korosho Tanzania imetoa mafunzo maalum kwa kamati za usimamizi wa ugawaji wa pembejeo za ruzuku kwa wakulima wa korosho wilayani Handeni mkoani Tanga kwa msimu wa mwaka 2026 hadi 2027 kwa lengo la kuhakikisha wakulima wanapata pembejeo kwa wakati na kuzitumia ipasavyo ili kuongeza uzalishaji kwa zao la korosho mkoani humo. Ernest Mbezi anaripoti zaidi. Wakiongea wakati wa utoaji wa mafunzo hayo muda mchache baada ya kumalizika kwa zoezi la kiapo kwa kamati hizo, meneja pamoja na afisa kilimo kutoka bodi ya korosho mkoa wa Tanga wanaelezea mafunzo hayo kufuatia ujio wa viuatilifu vya maji ambavyo vimeonekana kufanya vizuri. Tunatoa mafunzo kuhusu matumizi sahihi na salama ya viuatilifu. Lengo ni kwamba hizi pembejeo ambazo zinatolewa na serikali zikafanye kazi iliyokusudiwa. Viuatilifu vilivyoletwa hivi vinatosha kudhibiti yale magonjwa na wadudu ambao salfa anaweza akayakinga. Kwa hiyo unavyoelekea kwenye upuliziaji, tukiwa kama wataalamu au ukiwa unampa mkulima elimu, kwanza tunatakiwa tufanye usafi wa shamba. Kwa upande wake, mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika Tareku pamoja na baadhi ya wanakamati wanaelezea umuhimu wa mafunzo hayo kuelekea zoezi la ugawaji wa pembejeo kwa wakulima. Mimi naamini wakulima wetu wa mkoa wa Tanga watapata manufaa makubwa sana. Kwanza tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuweza kutuwaishia viuatilifu kuja kwa wakati kwa msimu huu. Mafunzo haya tumewapokea kwanza kwa furaha kwa sababu yamekuwa ni mafunzo ambayo yameenda kutukumbusha nini cha kufanya kwa wakati huu tunapoenda kugawa pembejeo. Mafunzo haya mimi kama mtaalamu nimepokea vizuri na nimejifunza vizuri jinsi gani wakulima wanaenda kunufaika na hii shughuli ya pembejeo yetu. Hata hivyo, mkuu wa wilaya Handeni Salum Nyamwese amezionya kamati hizo na kuzitaka kuhakikisha wakulima wa korosho wanapata pembejeo hizo bila upendeleo. Tunaletewa pembejeo hizi ambazo tunaletewa bila gharama yoyote, sisi kuweza kupitia kwenye amkosi zetu tuweze kuwafikishia wakulima. Lakini pale ambapo tutakosa viongozi ambao sio waaminifu, maana yake wale wakulima kule chini hawatapata viuatilifu vile. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10.
Fursa ya mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri nchini imeendelea kuwa chachu mabadiliko kwa vijana jijini Dodoma, huku wengi wao wakitumia kujikwamua kiuchumi, kujitegemea na kutengeneza ajira kwa vijana wengine kupitia miradi mbalimbali ya ujasiriamali. Leonard Mwacha kutoka Dodoma anatueleza. Baada ya kunufaika na mkopo wa 10% kuutumia kwa mafanikio na kurejesha kwa wakati, vijana hawa sasa wanajitegemea kiuchumi na wamefanikiwa kufungua duka jingine la dawa za binadamu, hatua inayoonyesha ukuaji wa biashara sambamba na kuchangamkia fursa. Baada ya kumaliza chuo tulijiunga kwa pamoja, tukaanza biashara yetu ya pharmacy kwa uchache, lakini baadaye tuliomba mkopo serikalini kupitia mikopo ya vijana. Baada ya kupata huo mkopo, kwa kweli ulitusaidia sana biashara yetu kukua, lakini tulifanikiwa kulipa wote kwa wakati. Baada ya kumaliza kurudisha milioni 20, tuliendelea kujitegemea wenyewe mpaka sasa hivi tulivyofungua hii pharmacy nyingine, bado hatukuchukua mkopo mwingine na tulikuwa hatuna deni. Sisi tulianza wenyewe na sisi kwa jumla yetu tuko watatu, na sisi wenyewe ndio tulikuwa tunafanya biashara hii, maana sisi wenyewe pia ni wataalamu wa dawa, wote sisi ni wafamasia. Baada ya kuwa tumekuwa kidogo, tukaamua kuajiri pia wenzetu ambao mpaka sasa hivi tuna takribani wafanyakazi 10. Tunahakikisha kwamba tunatoa huduma kulingana na miongozo na sheria na taratibu za baraza husika, baraza la pharmacy pamoja na TMDA. Afisa maendeleo jiji la Dodoma, Charity Moore, amesema zaidi ya bilioni 9 zinatarajiwa kutolewa kwa mwaka wa fedha 2026/27, huku vijana wakiwa na mwamko mkubwa wa kuchangamkia fursa hiyo. Vikundi vimeanza kuelewa hii kanuni mpya inavyohitaji taratibu na sifa na vigezo. Kwa hiyo jinsi wanavyozidi kuelewa na ndio jinsi wanavyoweza kutuma maombi mengi. Kwa hiyo kama kuna mikopo ambayo ina support kwa lengo la watu kujituma, kujiajiri zaidi ya kukaa mtaani na kufanya vitu ya uhalifu, mimi naona ni vizuri zaidi. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Na mtazamaji, taarifa yake hiyo Leonard Mwacha kutoka Dodoma ndio anatamatisha upande wa habari za biashara na uchumi. Nikwambie tu muda mfupi ujao nitarejea hapa kwa kupasha katika upande wa michezo na burudani. Mimi ni Lilo Ali, endelea kusalia nasi.